بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صالة سلام Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambao watadiriki na kupata mwisho uliokuwa mzuri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mzuri ni kwa wale wamchao yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nimeweka majlisi hii na vikao hivi kwa sababu hivi karibuni nimepata audio za ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka hafidhahullah ta'ala, takriban audio 10. Ndani yake anabainisha mawqifu yake fi tahrim at-taswir al-fotografi, katika uharamu wa picha hizi za photograph. Akaeleza pia na kunukuu maneno ya maulama ambao wana mawqifu hiyo, lakini laitahu iktafa bidhalik, laiti angetosheka na hayo. Yeye akaingia katika kosa la kufanya inkar kwa wale wenye kumkhalifu katika masala hii khilafia ijtihadiyya. Laiti angetosheka na kubainisha mawqifu yake na kunukuu maneno ya maulama wenye mawqifu hiyo, lakini yeye kosa ambalo amelifanya na ujasiri alioufanya na ufahamu mbovu aliokuwa nao ni yeye kuwa yunkiru ala almukhalifin, anawakemea waliomkhalifu, bali yara wujuba dhalik, anaona uwajibu wa kufanya hivyo, kuwakemea waliomkhalifu ambao wamekhalifu mawqifu yake, ambao wameshikamana na maulama wale ambao wamezitoa at-taswir al-fotografi min at-taswir al-muharram, maulama ambao wametoa picha za photograph katika taswir iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wako miongoni mwao ambao wamezitoa mutlaqa, moja kwa moja, na kuona kuwa haziingii katika taswir al-muharram, sawasawa iwe ni picha za kawaida as-suratu thabita, au sawasawa iwe taswiru al-video au ma yusamma bitaswir al-mutaharrik. Wakatoa moja kwa moja kwamba hizi haziingii katika taswir al-muharram iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wako miongoni mwao waliozitoa lilhaja walmaslaha walmanfaati al-amma kanashri ad-dini was-sunnati wad-da'wati salafiyya. Wako ambao wamezitoa kwa ajili ya haja na maslahi na manufaa, kama vile kueneza dini ya Uislamu, sunna na da'wa as-salafiyya. Ufahamu wake huu mbovu na ujasiri wake wa kuwakemea waliomkhalifu, ambao pia na wao wameshikamana na maulama katika mawqifu yao,
Jambo hili linadhihirisha wazi kuwa hafahamu namna ya at-taamul ma'a al-masail al-khilafiyyah al-ijtihadiyya, hafahamu namna ya kutaamal na masail ya khilafu ya jitihada. Hilo linadhihiri katika maneno yake na msimamo wake huo na ufahamu wake huo mbovu. Huu ufahamu mbovu hautakiwi kunyamaziwa, hautakiwi kuachiwa, kwa sababu huu ni mushkila, ni tatizo na ni gonjwa sasa katika ustawi wa da'wa yetu na manhaji yetu hii ya salaf. Hili jambo ndo ambalo hamalani, limenisukuma mimi ila tashihi hadha almafhum wa hadha alkhata alshani' alladhi la yurtada. Ufahamu wake huu mbovu wa namna ya kutaamal ma'a almasail alkhilafiyya alijtihadiyya ndo ambao umenisukuma na kunipelekea mimi kusahihisha mafhumu hii na kosa hili baya ambalo haliridhiwi kutoka kwa ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka, Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi. Kabla ya kuingia katika lubul mawdu', napenda kutoa tambihi kwa as-salafiyina khususa wal muslimina umuman, ya kuwa kuna maneno au huenda yakaja maneno kutoka kwa ahlul bid'ah wal ahwa min as-sufiyyah wal hizbiyyin, ambao wakaja na maneno ya kejeli, maneno ya kebehi, maneno yenye uadui kuhusu haya yanayojiri baina ahli sunnah wal jamaa as-salafiyyin. Maneno haya yasitubabaishe, yasitutoe katika aljadda, katika njia ya sawasawa na mstari ulionyooka. Kwa nini? Kwa sababu hadhihi ar-rudud al-qa'ima al-hasila baina ahli sunnah wal jamaa as-salafiyyin rududun ilmiyya, kwa sababu hizi rududi ambazo zimesimama zinapatikana ni zenye kuendelea baina ahli sunnah wal jamaa as-salafiyyin ni rudud za kielimu. Warududu al-ilmiyya amruha qadim, na hizi rudud za kielimu jambo lake ni la kale, tongea enzi za masahaba ridwanullahi alayhim. Ilikuwa sahaba analetewa kauli ya sahaba mwingine, mathalan Ibn Mas'ud, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kwamba Ibn Mas'ud, Ibn Abbas anaona kwenye masala hii, anaona hivi, basi sahaba anasema Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe Ibn Mas'ud au amrehemu Ibn Abbas, lakini amekosea katika swala hili, hajaelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokusudia katika masala hii. Kwa ni mambo yalikuwepo tongea kipindi cha masahaba, kisha baada yao at-tabi'un, kisha baada yao atba'u at-tabi'in. Sikuambii rudud al-ilmiyya zilizokuwa baina ya aimma, baina ya wanachuoni bil mushafaha wal kitaba, kwa maneno na maandishi. Kwa hiyo si vitu ambavyo ni vigeni, na wala si uadui, na wala sio chuki, wala sio mapungufu, bali ni vitu ambavyo viko. Tena inatakiwa tuhuishe hadhi rudud al-ilmiyya, tuhuishe hizi rudud za kielimu, kwa sababu ma'al asafi shadid umepatikana hata baadhi ya ndugu zetu masalaf ambao wanaona kwamba haya yanayojiri na kutokea baina ya ahli sunnah wal jamaa as-salafiyyin basi ni uadui au kwa sababu ya chuki, kwa sababu mambo haya
hawajazoea, kwa sababu mambo haya kwao ni mageni. Lakini kwa wale ambao ni wasomi wa dini hii na wenye maarifa ya dini ya Uislamu, wanafahamu kwamba mambo haya si mageni, ni mambo ambayo yapo baina ya al-aimma, baina ya wanawachuoni. Na ndani ya hizi rudud kuna manufaa makubwa kwa Uislamu, lakini hasatan kwa talabatul ilm. Kwa nimependa kabla ya kuingia katika lubul mawdhu kutaja tambihi hiyo na kuwazindua watu katika jambo hilo. Ama tukiingia katika maudhu yetu ambayo tumeweka vikao hivi kwa ajili yake, ni kuhusu majibu dhidi ya ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka kwa yale aliyoyadai. Majibu dhidi ya ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka kwa yale aliyoyadai. Yule ambaye atasikiliza au ambaye amesikiliza audio zake takriban 10 ambazo mimi nimezisikiliza, akasikiliza maneno yake, akasikiliza maelezo yake, atagundua kuwa nukta ya msingi ni hii ambayo nitakayoitaja. Ukisikiliza vizuri audio zake, maneno yake, maelezo yake, utagundua kuwa nukta ya msingi ambayo amejengea maneno yake katika nukta hiyo ni nukta hii ambayo nitakayokuja kuitaja. Kwa nini naijibu nukta hii? Kwa nini naijibu nukta hii? Kwa sababu maelezo yake, maneno yake, ufahamu wake wa kufahamu maneno ya maulama ambayo ameyanukuu, yote yanarejea katika nukta hii. Kwa hiyo ikijibiwa nukta hii, maana yake vyote vimejibiwa. Ikijibiwa nukta hii, audio zake zote 10 zimejibiwa, kwa sababu audio zake zote, maneno yake yote na maelezo yake yote yamejengewa katika nukta hii. Nukta yenyewe ni kuwa yeye anaona kuwa ni wajibu al-inkar, kuwakemea wale ambao mawqifi yao ni kuhalalisha at-taswir al-fotografi, walau li haja, hata kama ikiwa ni kwa ajili ya haja na maslahi na manufaa ya da'wa. Ukisikiliza vizuri maneno yake, utagundua kuwa maneno yake yote yanazunguka hapa, kwa sababu yeye si mara ya kwanza kuzungumza. Kwa yeye anaona msimamo wake na ufahamu wake ambao si sawa na sio maslak ya al-ulama katika kutaamal maa masail al-khilafiyya al-ijtihadiyya. Atagundua kuwa yeye anaona ni wajibu kuwakemea wale ambao mawqifu yao kuwa taswiru al-fotografi ni halali na haziingii katika at-taswiru al-muharram, haziingii katika ile taswir iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia anaona kwamba hawa ambao wanafanya taswir, imma taswiru video, ma yusamma bitaswir almutaharrik, hata kama ikiwa wanafanya kwa haja ya kueneza dini, mfano taswiri wanaoifanya baadhi ya addu'a, baadhi ya maduati ambao ni as-salafiyin, taswiri ya muhadharat wal khutab wal nadawat wad dawrat, kisha zikatawanywa katika wasail mbalimbali, mitandao mbalimbali ya kijamii, TikTok, Instagram, bali hata kalimat ambazo zinalenga kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye anaona kwamba maslaki hii ni maslakun batil,
ni maslaki ya batili. Yeye anaona kuwa hii ni maslaki ya batili, ndio maana ana maneno yake anasema kuwa hawa wakiachiwa itafikia hali mpaka watawasawirisha wanawake, kwa sababu batil ikiachiwa inafika katika hali ambayo watu hawataweza kurejesha kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa yeye anaona kuwa maslaki hii ya taswir almuhadharat, kufanya taswir mihadhara, nadwa, khutab walkalimat ad-da'wiyya, kuwa ni maslakun batil, ni maslaki ya batili. Hii ndio nukta ya msingi ambayo akijibiwa nukta hii, basi audio zake zote zimejibiwa. Kuona kwake kuwa ni wajibu kuwakemea wale ambao maukifu yao ni kuhalalisha at-taswir al-fotografi, hata kama ikiwa wamesimama na maulama wakubwa ambao wenye msimamo huo na maukifu hiyo, kama yeye ambavyo alivyosimama na maulama wengine katika maukifu yake, na anaona kwamba maslaki hii waliokwenda nayo hawa ni maslakun batil, ni maslaki ya batili, haifai kunyamaziwa, inatakiwa ikemewe. Sisi tumjibu ndugu yetu, Allah subhanahu wa ta'ala mhifadhi na mbariki, kuwa hauko sawa katika hilo, na wanawachuoni sio njia yao na sio maslaki yao kutaamal kwa taamul unaoifanya wewe katika masail ya al-khilafiyya al-ijtihadiyya. Umekosea katika hilo, na tutamjibu nukta hii kama ifuatavyo. Ukisikiliza vizuri audio zake itakubainikia kuwa nukta hii ameijenga juu ya hoja 4. Kwa mimi nilivyomsikiliza nikagundua kuwa ufahamu wake huo mbovu na ujasiri wake alioupata katika kuwa na msimamo huo na maukifu hiyo na maslaki hiyo ni kwa sababu amejengea msimamo huo juu ya hoja 4, juu ya pointi 4 ambazo yeye anaona kuwa ni hoja, na tutajibu hoja hizi moja baada ya moja. Hoja ya kwanza ambayo yeye anaona kuwa kwa hoja hiyo kuwa ni wajibu kuwakemea hao ambao na maukifu hiyo ya kuhalalisha at-taswir fotografi, hata kama ikiwa kwa haja au kwa maslahi ya da'wa, na kwamba maslahi yao ni batil. Hoja yake ya kwanza na pointi yake ya kwanza, kwa yule ambaye atakayemsikiliza vizuri na kwa makini, ni hii kwamba hadhihi mas'ala hii ya at-taswir al-fotografi mas'alatun khilafiyatun la ijtihadiyya, kwamba hii mas'ala ya at-taswir al-fotografi ya tahrim at-taswir al-fotografi, uharamu wa picha hizi za fotografi, ni mas'alatun khilafiyya la ijtihadiyya, ni mas'ala khilafiyya, sio mas'ala ijtihadiyya. Na hapa akafanya tafsiri ambayo ni tafsiri nzuri kutoka kwa maulama, tafsiri ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, mwanafunzi wake Ibn Qayyim. Mas'ala khilafiyya ni ipi, mas'ala ijtihadiyya ni ipi, ambayo tutaeleza hayo tafsiri yake na majibu yake katika kuijibu hoja hii. Lakini kwanza nataja bil ijmal, kwa ujumla zile hoja zake 4 na pointi zake 4 ambazo amejengea msimamo wake huu na ufahamu wake huu mbovu. Hoja yake ya kwanza na pointi yake ya kwanza, na hili linadhihiri kwenye zile audio zake za mwisho kuanzia audio 7 mpaka audio 10 takriban. Hoja yake ya kwanza na pointi yake ya kwanza kwamba hadhihi mas'ala hii na kadhia hii ya at-taswir al-fotografi mas'alatun khilafiyya la ijtihadiyya, ni mas'ala khilafiyya, sio mas'ala ijtihadiyya. Kwa kama ikiwa ni mas'ala khilafiyya sio ijtihadiyya, yajib fiha al-inkar, ni wajibu ndani yake kufanya inkar na yule ambaye
atakuwa anashikamana na masala hiyo ambayo sio ijtihadia bali ni masala khilafia, maslaki yake ni maslakun batil. Kwa hii ni pointi yake ya kwanza iliyomfanya awe na msimamo huu na ufahamu wake huu mbovu. Nukta yake ya pili na hoja yake ya pili ni kuwa hawa ambao wamehalalisha at-taswir al-fotografi, na hapa ajue hawazungumzii tu hawa baadhi ya maduat wanaofanya hivyo, bali anawagusa mpaka maulama ahlul ilm, wanawachuoni. Hawa ambao wamehalalisha taswir fotografi walau kwa haja na maslahi na manufaa ya da'wa, yeye anaona khalafu nassan wa mikhalif nassan sarihan wa adillatan wadihatan la ghubara fiha. Kilichomfanya awe na ujasiri wa kuwakemea hao ambao wanahalalisha taswir fotografi kwa kujengea maneno ya maulama na kuwazingatia wamefanya batil na hawapo katika haki, hata kama ikiwa wao wamewafata maulama katika maukifu hiyo na wana hujja zao na mashiko yao, yeye anaona hapana. Kwa nini? Kwa sababu kitendo cha kuhalalisha at-taswir fotografi, hata kama ikiwa kwa haja na maslahi ya da'wa, ikawa ni taswiri ya muhadharat wal nadawat wal dawrat wal khutab, yeye anaona kwamba hawa khalafu nassan sarihan, wamekhalif dalili ya wazi, nasi ya wazi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa adillatan wadhiha, na dalili za wazi ambazo la ghubara fiha, hakuna ndani yake vumbi. Yeye anaona hivyo. Kwa hiyo kama ikiwa amekhalif nasi, kuna mukhalafatu nasi katika jambo hili kuhalalisha taswiri fotografi, na kuna i'tirad, kukinzana na dalili za wazi, basi yajibu fiha al-inkar, ni wajibu ndani yake kuwakemea hawa na maslaki yao. Hiyo ni maslaki ya batil na wapo katika usawa, wapo katika haki. Hiyo ni hoja yake ya pili na nukta yake ya pili juu ya ufahamu wake huo mbovu na msimamo wake huo mbovu aliojenga. Hoja yake ya tatu na pointi yake ya tatu, kwa yule ambaye atakayesikiza kwa makini atagundua kuwa ufahamu wake huo mbovu ameujenga juu ya pointi hii. Katika miongoni mwa pointi zake ni hii, ni yeye kufanya taaliq na kuijibu na kuikosoa fatwa ya al-Sheikh al-Allama faqih al-asr mufti ad-diyar al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Yeye kuifanyia taaliq na kujibu na kuikosoa maneno haya Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kwa sababu maneno na fatwa Ibn Baz iko wazi katika kuzitoa at-taswir al-fotografi katika uharamu aliotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika uharamu uliokuja katika hadithi. Maneno yake yako wazi kutoa taswir fotografi lihajatin, kwa ajili ya haja na maslahi na manufaa ya da'wa. Sasa akajengea msimamo wake huo kwa kuja kuijibu hii fatwa na kuifanyia taaliq hii fatwa ya Ibn Baz, al-Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Hiyo ni hoja yake ya tatu ambayo pia tutakuja kuijibu. Na hoja yake ya nne na pointi yake ya nne iliyomfanya awe na msimamo huo na awe na ufahamu huo mbovu ni kule kupatikana baadhi ya maneno makali, baadhi ya maneno yenye ukali kutoka kwenye maulama wenye mawqif ya tahrim at-taswir al-fotografi, kupatikana inkar shadid kutoka kwa baadhi ya maulama ambao wao mawqifu yao ni kuharamisha at-taswir al-fotografi. Hii pia ni hoja yake na katika pointi zake zilizomfanya awe na msimamo huu. Ndio maana kwenye maneno yake anasema kwamba hamuoni haya maneno makali ya wanawachuoni? Je, hii sio inkar maneno ya Sheikh Al-Fawzan
au Sheikh Al-Albani au Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi' na wengine katika maulama wenye maukifu hiyo, hamuoni maneno haya kwamba ni inkar? Kwa hiyo ni moja ya hoja zake na pointi zake za yeye kuwa na msimamo huo mbovu, na yeye akashindwa kutaamal vile wanavyotaamala na wanachuoni maa almasail alkhilafia alijtihadia. Hizi ni pointi zake 4 bil ijmal, tumezitaja kwa ujumla, ambazo yeye ameona ndio zinamfanya ajenge msimamo wake huo katika uwajibu wa kuwakemea wale wenye kuhalalisha at-taswir fotografi, hata kama ikiwa kwa haja na maslahi ya ad-da'wa. Kikao hichi nitajibu pointi yake ya kwanza na hoja yake ya kwanza iliyomfanya yeye awe na ufahamu mbovu na msimamo ambao si wa sawa sawa na sio tariqatul ulama na sio maslaki ya ulama katika kutaamal na masail khilafia al-ijtihadiyya. Hoja yake ya kwanza tulisema kuwa kilichomfanya yeye awe na msimamo huo wa ujubul inkar, wajibu wa kuwakemea ndugu zake walioshika mawqif ya kuhalalisha at-taswir fotografi, hata kama ikiwa kwa haja na kuona kwamba na maslaki ya batil, ni hii kwamba hadhihi almas'ala mas'alatun khilafiyya la ijtihadiyya. Mas'ala hii ni mas'ala khilafiyya la ijtihadiyya. Nitajibu hoja hii bijawabain, kwa majawabu mawili ambayo yako wazi. Lakini kabla ya kutaja majawabu hayo, kwanza tulete tafsiri kidogo ili watu waelewe masala khilafia ni ipi, masala ijtihadiyya ni ipi, min babil faida. Wanawachuoni kwenye masail al-khilaf, ya masail ambayo yamekuja ndani yake khilaf, wameyagawanya katika aina mbili. Aina ya kwanza, masaili ambayo khilafu yake ghairu qawiyin, khilafu yake haina nguvu, ghairu mu'tabar, khilafu yake haizingatiwi, khilafu yake la hadda lahu min an-nadar, khilafu yake ni khilafun dhaifun, bali wujuduhu ka'adami, khilafu yake uwepo wake ni sawa sawa na kutokuwepo. Masail haya ndio wanawachuoni wanaita masailun khilafiyya. Ili iwe wazi zaidi, tutaje mfano wa masaili haya ni alqaulu bijawazi at-tahlil, ile kauli ya uhalali wa ndoa ya at-tahlil, ndoa ya kumhalalishia mume aliyemwacha mkewe talaka 3. Hii ni kauli ya Abu Hanifa wa sahibaihi na wanafunzi wake wawili wakubwa, Abu Yusuf al-Qadhi na Muhammad ibn Hasan al-Shaybani rahimahumullah. Wametaja katika vitabu vyao kwamba wao wanaona inafaa at-tahlil, an-nikahu at-tahlil. Wanawachuoni wamempa udhuru Abu Hanifa na wanafunzi wake kwa sababu wamepokea vitabu vyao wakagundua kuwa hawakufikiwa na hadithi za kuharamisha nikahu at-tahlil, hadithi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja wazi uharamu wa nikahu at-tahlil, la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallala lah, na hadithi nyinginezo. Kwa hiyo wakawapa udhuru kwa kwamba hawa hawajafikiwa na hizi hadithi, kwa sababu hakuna yeyote aliyetaja hadithi ya aina yoyote miongoni mwa hadithi hizi katika vitabu vyao. Ash'anu liman jaa ba'dahum, jambo ni kwa wale waliokuja baada yao, wao wamefikiwa na dalili na hadithi za uharamu wa nikahu at-tahlil, kisha bado unasema fi hadhihi al-mas'ala kuna khilaf, kuna kauli ya wanawachuoni. Mfano Abu Hanifa ukataja khilafu hiyo ni khilafun ghairu qawi ghairu mu'tabar, haizingatiwi, na hapo la shakka annahu yajibu fiha al-inkar, ni wajibu katika mas'ala kama hii kukemewa kwa sababu khilafu yake ghairu mu'tabar, haizingatiwi. Na kuna masail aina ya pili, aina ya pili ya masail al-khilafiyya ni masail ambayo
khilafu yake ni qawi, khilafu yake ina nguvu, khilafu yake ni mu'tabar, khilafu yake inazingatiwa, khilafu yake lahu hadhun min an-nadhari, khilafu yake lahu hadhun min an-nadhari, inazingatiwa mbele ya maulama. Masail hizi wanaochuoni wazita masail ijtihadiyya, masail ijtihadiyya. Mfano zile masail ambazo kila upande kuna dalili, taqarabat al-adilla, dalili zao zimekurubiana, au upande huu hauna dalili, imma kwa sababu ni mas'alatun haditha nazila, wanaochuoni kila mmoja akaja na rai yake na jitihada yake. Hizi ndio masaili ambazo haifai kufanya inkar kwa yule ambaye amekukhalifu katika mawqifu yako. Utabainisha mawqifu yako na hoja zako, lakini usimfanyie inkar yule ambaye amekukhalifu katika mawqifu yako. Kwa hiyo ndio tafsiri biikhtisar, kwa ufupi, baina ya masail khilafia na masail ijtihadiyya. Kwa yeye hoja yake hii ameijengea kwamba hii masala ya at-taswir al-fotografi ni mas'alatun khilafiyya, ni mas'ala khilafiyya, ni mas'ala ambayo khilafu yake sio qawi, sio mu'tabar, haizingatiwi, wujuduhu ka'adami. Kwa hiyo kama ikiwa haizingatiwi na ni mas'alatun khilafiyya, yajibu fiha al-inkar, ni wajibu ndani yake kufanya inkar, na sio mas'alatun ijtihadiyya, sio mas'alatun ijtihadiyya. Hapa ndio pakashuhurika qaida mashhur عند العلماء وعند الفقهاء هو لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. قاعدة هي لا إنكار في مسائل الخلاف. المحققون wanawachuoni wa hakiki kama vile Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na Ibn al-Qayyim, wao wakaona hadhihi as-sigha bihadha al-itlaq naqisa, sigha hii kwa hii itlaq kusema la inkara fi masail al-khilaf moja kwa moja ina mapungufu, kwa sababu hakikatan kiuhalisia masail al-khilaf yanagawika sehemu mbili kama tulivyoeleza, masail al-khilafiyya ambayo khilafu yake sio qawi, na masail khilafiyya kwa maana ijtihadiyya khilafu yake ni qawi. Sasa kusema moja kwa moja la inkara fi masail khilaf, sigha hii ina pungufu, kwa sababu yale masail ambayo khilafu yake sio qawi yajib fiha al-inkar, la shakka bidhalik, hakuna shaka katika hilo kwamba ni wajibu kufanyiwa inkar kwa sababu khilafu yake haizingatiwi. Kwa hiyo hapa wakasema sigha iliyokuwa bora ni kusema la inkara fi al-masail al-ijtihadiyya au la inkara fi masail al-ijtihad. Katika masail ijtihad hakuna inkar. Lakini je, kutumia sigha hii la inkara fi masail al-khilaf ni makosa? Hapana, si makosa moja kwa moja. Atatiwa mtu makosani kwa kutumia kaida hii la inkara fi masail khilaf ikiwa anakusudia masail ya khilafu ambayo khilafu yake ghairu qawi, akatumia kaida hii kwenye khilafu ambayo khilafu yake ghairu qawi. Ama akisema la inkara fi masail al-khilaf na ibara mfano wa hizo akakusudia masail al-ijtihad, basi hajaingia katika makosa wala hatiwi katika makosa, kama walivyotumia baadhi ya ad-duat kaida hii la inkara fi masail al-khilaf kwenye kadhia hii na masala hii ya at-taswir al-fotografi, wakikusudia masail khilaf masail ijtihad, na wala haifai kuwatia makosani kama alivyofanya yeye ndugu yetu huyu Abu al-Abbas, na kudai kwamba hawana maarifa, hawana fiqhi, hawana ufahamu, ni vijana wadogo. Haya maneno si sawa sawa na wala si maneno mazuri katika ule ustawi wa al-ukhuwa al-imaniyya al-manhajiyya, katika huyu ndugu wetu wa kiimani, tena tupo katika manhaji moja. Maneno haya ya kejeli na kuwadharau maduat ambao wameshikamana na mawqif ya maulama, tena maulama wakubwa kama vile Ibn Baz rahimahullah ta'ala, Ibn Uthaymin wa Sheikh Salih al-Hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu. Baada ya kuwa umefanya tafsir
unatakiwa useme kama ikiwa wanakusudia kwa kaida hii la inkara fi masail khilaf, wanakusudia khilafu ambayo ghairu qawi, hapa ndio ungewatia katika makosa. Lakini ikiwa wanakusudia masail ijtihadi, wapo katika usawa, kwa sababu kaida hii au na maneno mfano hayo yametumiwa na baadhi ya fuqaha, tena wanachuoni wakubwa. Miongoni mwa hayo ni Imamu An-Nawawi rahimahullah ta'ala, akikusudia masail khilaf kwa maana masail ijtihad, kama vile ambavyo walivyokusudia hawa. Wameitaja kaida hii fi ma'rad, katika mtiririko wa kuzungumzia kadhia hii at-taswir fotografi, ambayo ni mas'ala ijtihadiyya. Kwa hiyo hawakuwa na haki ya kuwatia katika makosa na kuwatolea maneno ya kijeli, na maneno hayo hayapo katika ustawi wa al-ukhuwa al-imaniyya al-manhajiyya. Imamu An-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharhi Muslim anasema al-ulamau innama yunkiruna ma ujmi'a alayhi amma al-mukhtalafu fihi fala inkara fihi, akitumia maneno mfano wa kaida hii kwamba maulama wanakemea yale ambayo wanawachuoni wamekubaliana. Amma al-mukhtalafu fihi, ama masaili ambayo wanawachuoni wametofautiana, fala inkara fihi, hakuna ndani yake. Kasema amma al-mukhtalaf, katumia lafzi ya khilaf, kwa maana akikusudia masail ijtihad. Kwa inafaa kutumia ibara hii la inkar fi masail khilaf, mtu akakusudia kuwa masail ijtihad, kama walivyokusudia hao baadhi ya maduat ambao wameleta kaida hiyo, wakikusudia masail ijtihad kama masala hii at-taswir fotografi. Kwa hiyo kuleta maneno ya kejeli sio maneno mazuri na ni makosa, kuambia kwamba hawa hawana ufahamu, hawana fiqhi, na kwamba wewe ndio mwenye ufahamu na wewe ndio mwenye fiqhi na mwenye maarifa. Hapana, si sawa sawa. Kwa hiyo tupo katika kujibu hoja hii ya kwamba masala hii ni mas'alatun khilafia, sio ijtihadiyya. Baada ya kuona hiyo tafsiri kwamba mas'alatun khilafia ni ipi, mas'alatun ijtihadiyya ni ipi, yeye Abul Abbas Hasan Soloka anadai kwamba masala hii ya at-taswir fotografi ni mas'alatun khilafia, kwa maana khilafu yake ghairu qawi, sio qawi. Ikiwa ni hivyo, ndio akajengea msimamo wake kwamba yajib al-inkar fiha, ni wajibu kufanya inkari ndani yake, na kudai kwamba hao wenye kufanya hilo la at-taswir, hata kama ikiwa kwa haja ya da'wa, kwa haja ya kueneza dini, kueneza sunna, wakafanya taswiri ya muhadarat wal nadawat wal khutab wal kalimat ad-da'wiyya, kwamba wao wameingia katika maslaki ya batil, haitaki kunyamaziwa. Akajengea msimamo huo na ufahamu huo mbovu juu ya kudai kwamba masala hii at-taswir fotografi ni mas'alatun khilafia la ijtihadiyya. Majibu yetu kwa bijawabain, kwa majawabu mawili. Sisi twasema masala hii at-taswir fotografi ni mas'alatun khilafiyatun ijtihadiyya, ni masala ya khilaf ijtihadiyya. Kama ikiwa ni masala ijtihadiyya, haifai kufanya ndani yake inkar. Hayo ndio maneno ya wanawachuoni, na wala haifai kuona wale ambao wanafanya hivi kwamba wapo katika batil, kwa sababu mawkifi yao sio batil wala sio haram. Kwako wewe ni haram, kwako wewe ni batil, lakini kwa wao sio haram wala sio batil. Jawabu la kwanza linalothibitisha kwamba masala hii ni mas'alatun ijtihadiyya ni kalamu ulama. Tunajibu kwa kusema na kuleta maneno ya wanawachuoni ka Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wa Sheikh Saleh Al-Luhaydan, Sheikh Saleh Al-Luhaydan rahimahullah ta'ala. Nitataja maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, maneno yake ambayo ni maarufu kwenye klipu yake mashuhur, akithibitisha kuwa masala hii ya at-taswir الفوتوغرافي لمسألة اجتهادية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى alipoulizwa kuhusiana na swali linalofungamana na at-taswir al-fotografi, akasema alhaqiqa anna mas'alat at-taswir ata'ajjabu min kaunha ash-shughla ash-shaghil li ba'd an-nas. Kiuhakika na kiuhalisia kwamba mas'ala hii ya at-taswir, yani kwa maana at-taswir fotografi, picha hizi za fotografi, ataajab, nashangaa
kuwa kwake masala hii ndio jambo lenye kuwashughulisha sana baadhi ya watu. Baadhi ya watu ikawa linawashughulisha mno. Kwa anashangaa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika hili, wa kaanna fatha Bait al-Maqdis mutawaqqifun ala dhalik, kana kwamba kuifungua Baitul Maqdis haiwezekani isipokuwa kwa masala hiyo, au tahrira Afghanistan au ghairiha min biladi almuslimin, au kuikomboa Afghanistan na miji mingine ya Waislamu, kana kwamba haiwezekani isipokuwa kwa masala hiyo ya at-taswir. Kisha akasema, na hapa ndo mahali shahid, mas'alatu suwari mas'alatun ijtihadiyya, mas'ala ya hizi sura za alfotografi, sura hizi za fotografi ni mas'alatun ijtihadiyya. Haya ni maneno ya al-alim al-imam al-sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Mas'ala hii ni mas'alatun ijtihadiyya. Kwa hiyo sisi tunathibitisha kwamba mas'ala hii ni mas'alatun ijtihadiyya kwa maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Maneno ya al-sheikh Ibn Uthaymeen hayatenguliwi, hayavunjwi, hayabatilishwi kwa kauli yoyote katika watu waliokuja baada yake, na yoyote katika watu ambao hawajafika daraja yake, daraja ya ijtihad, kwa sababu yeye ni maneno ya mwanawachuoni, maneno ya mwanawachuoni almujtahid alifika daraja ya ijtihad. Hayatenguliwi wala hayabatilishwi na kauli yoyote, sio mimi wala sio yeye huyo Hassan Soloka, wala yoyote atakayekuwa muda wa kuwa hajafikia daraja ya ijtihad kama daraja aliyokuwa nayo Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ikiwa mtu atasema kuwa kuna maulama ambao wamedai na kusema kuwa masala hii ghairu ijtihadiyya, ikiwa mtu atasema kwamba wapo katika maulama ambao wao wamedai na kusema kwamba masala hii sio mas'alatun ijtihadiyya bali ni mas'alatun khilafiyya, ikiwa kuna maulama ambao wanasema masala hii sio ijtihadiyya, na huku pia kuna maulama ambao wanasema masala hii ni mas'alatun ijtihadiyya, haikuwa kauli ya baadhi yao ni hujja juu ya baadhi, haikuwa qawlu baadhi ulama hujjatan ala ba'd, qawlu baadhi ulama laysa hujjatan ala ba'd, haikuwa kauli ya baadhi ya wanachuoni kwamba ni hujja juu ya baadhi. Kwamba wewe sasa ukaona kwamba hawa ambao wanaosema sio ijtihadiyya, hawa ndio ambao wana haki ya kuchukuliwa kauli yao, ama Ibn Uthaymeen hana haki ya kuchukuliwa kauli yake, na wale ambao wamechukua kauli yake na maukifu yake na mashekhe mfano wake wenye maukifu hiyo, wao ndio wamepita maslakun batil, na wala sio njia sawa sawa, na wala sio njia ya kielimu, na wala sio njia ya kisomi. Kwa hiyo watu wasomeshwe kama wenyewe wanavyodai, watu wasomeshwe, ndio tunasomeshana hapa. Kwa hiyo haikuwa kauli ya baadhi ya maulama ambao wao wanasema sio ijtihadiyya kwamba iwe ni hujja juu ya Ibn Uthaymeen na mfano wake kama vile Sheikh Salih Al-Haidani, ambao wao wanazingatia kuwa ni masala ijtihadiyya. Kama ikiwa wapo katika maulama wanaosema kwa masala hii ghairu ijtihadiyya, basi kaulu baadhi ya ulama laysa hujjatan ala ba'd, kauli ya baadhi yao sio hujja juu ya baadhi. Kwa hiyo wewe chukua maukifi ya hao maulama na hao wengine watachukua maukifi ya maulama hawa. Aina al-ishkal? Ishkali iko wapi? Tatizo liko wapi? Tatizo ni pale ambapo watu watakapofanya masala hii ya ijtihad kuwa ni masala ambayo ni wajibu ndani yake kukemeana na kumuona al-mukhalif kuwa amefanya jambo la batil, jambo la haram, hali ya kuwa ya maukifi yake anaona kuwa ni halali. Hii ndio mishkila, na huu ndio mushkila wa hivi sasa, na hili ndio gonjwa ambalo wako nalo baadhi ya ndugu zetu, na mfano hao ni yeye Hassan Soloka. Gonjwa hili halitakiwi kuachwa, linatakiwa lisuuzwe. Gonjwa hili linatakiwa lisuuzwe na liwekwe sawa, ili lisije kutugharimu huko mbele katika da'wa hii na manhaji hii tukufu. Jawabu la pili, na hili jawabu la pili tunamjibu kutokana na maneno yake ambayo anayadai kwamba
sisi tunazo dalili, sisi tunazo dalili. Anakusudia wale ambao wana mawqif ya tahrim at-taswir al-fotografi, kwamba wao wanazo dalili, nyinyi hamnazo, hamko nazo dalili, nyinyi hamna. Na maneno haya ukiyazingatia ameyakariri sana katika klipu zake na audio zake, kuanzia audio ya 7 takriban mpaka audio ya 9. Maneno haya ameyarejelea sana, ameyarudia sana na kuyakariri kwamba sisi tuko nazo dalili, nyinyi hamna. Na hiyo ni moja ya hoja yake kwamba hii ni mas'alatun khilafia, ni mas'alatun khilafia, khilafu yake ghairu qawi, kwa sababu wao wana dalili wanaoharamisha taswir fotografi na maulama hawa wana dalili, ama maulama hawa hawana dalili ya kuhalalisha at-taswir fotografi. Kwa hiyo ameyarudia sana hayo maneno na kusema kwamba nyinyi hamna dalili, hamna adilla, sisi tuko nazo, ama wao hawako nazo. Maneno haya si maneno ya kisomi, ni maneno ambayo hayajakaa kielimu, hayana mizani sahihi na maarifa sahihi ya kielimu. Huu ndio uhakika, kwa sababu hawa maulama ambao wana mawqif ya kuhalalisha at-taswir al-fotografi, imma moja kwa moja au kwa haja na maslahi, hawaombwi dalili. Haya ndio maneno ya kielimu. Hawaombwi dalili kwa sababu wao wameshikamana na asili, na asili yenyewe al-aslu fil ashiya'i al-hill wal-ibaha. Qaida hii maarufa kwamba asili katika vitu ni uhalali mpaka ije dalili ambayo itavitoa vitu hivyo katika uhalali wake. Wa al-adilla kathira fi al-Qur'an al-Karim, dalili nyingi zenye kuthibitisha msingi huu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a, na aya nyingine huwa alladhi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Kwa hiyo wao wameshikamana na dalili, dalili yenyewe ni al-aslu fil ashya al-hill wal-ibaha. Kwa hiyo hawaombwi dalili kwa sababu wameshikamana na asili. Wao wameshikamana na asili. Asili yenyewe ni kwamba asili katika vitu ni halali, muda wa kuwa haijakuja dalili ya kuvitoa vitu hivyo kwenye uhalali kwenda kwenye uharamu. Dalili hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ndani yake kuna tahrimu at-taswir, hawa wanaochuoni wanaohalalisha taswir fotografi, wao wanaona kwamba hii taswiri ulharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam haijakuja kuviondoshea uhalali taswiri hii, mapicha hizi za fotografi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha taswir, wao wanaona ile taswiri aliyoharamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam haijakuja kuviondoshea uhalali hizi picha za fotografi. Kwa nini? Kwa sababu taswir aliyoharamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ile ambayo ndani yake kuna mudahatu khalqillah, ndani yake kuna kuunda, kuna khalq wa ijad wa sunna, kuna kuunda, kupatisha, kutengeneza kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo tahrim ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameikataza katika taswir. Ama taswir fotografi, wao wakaona kwamba hii haingii katika dalili hii ya tahrimu taswir, kwa sababu taswir fotografi haingii katika illa na maana ya nahi, katika illa ya katazo na ile maana ya katazo. Hakuna ndani yake mudahatu khalqillah, hakuna ndani yake kutengeneza na kupatisha kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni mujarrad iltiqatu as-sura wa naqlu as-sura bil ala, bali wao wanaona ni mujarrad wa kunukuu na kuichukua ile sura kwa kutumia kifaa. Wao wanaona hivyo ni mujarrad wa kunukuu na kuchukua sura kwa kutumia kifaa, imma kamera na mfano wake. Kwa hiyo wakaona kwamba hii haingii katika katazo, kwa sababu sababu na maana ya katazo ni kutengeneza na kuunda kitu ambacho
kitafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili linadhihiri pia kwa kutizama dalili nyingine, kama hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hawa wenye kufanya taswir siku ya kiyama wataambiwa ahyu ma khalaqtum, ahyu ma khalaqtum, na sio ihyau, sio ihyau, sababu hii ni fi'lun rubaiyun. Ahyu ni fi'lun rubai, ahya yuhyi ni lafdhun nabawiyun, inatakiwa iwe sawa. So ihyau ni ahyu ma khalaqtum. Kwa hiyo wataambiwa hawa siku ya kiyama, vipeni uhai vile ambavyo khalaqtum. Angalia lafdhi ma khalaqtum, nini maana khalq? Khalq ni ijad shay, kukipatisha kitu kingine, kuunda kitu kingine, kutengeneza kitu kingine. Kwa hiyo hawa walifanya khalq, hawa musawwirun walifanya khalq, ijad, lakini anaitumia taswir alfotografi, hakuna ndani yake maana khalq, wala hakuna ndani yake ijad, wala hakuna ndani yake kuunda kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu hawa hawaombwi dalili, kwa sababu wao wameshikamana na asili na wanaona ile dalili ya tahrim haijakuja kuvienea mpaka picha hizi za photography, kwa sababu illatun nahi ni mudahatu khalqillah, na hakuna katika taswir photography illa hiyo wala maana hiyo ya nahi. Kwa hiyo hawaombwi dalili na kukariri na kulazimisha kwamba nyinyi hamna dalili, si maneno ya kielimu na wala si maneno ya kisomi, kwa sababu hawa wameshikamana na asili. Lakini tunaweza kusema litaqribi alfahm, kwa ajili ya kukurubisha fahamu za baadhi ya watu. Mnapolazimisha kutaka dalili, tunaweza tukasema dalili ya maulama wenye mawqif ya kuhalalisha at-taswir al-fotografi, dalili yao ni al-istishab. Al-istishab kwa maana istishabu al-asl ni kushikamana na asili, ni dalili. Al-istishab ni dalili na ni hujja inda jumhur al-usuliyin, mbele ya wengi katika watu wa usul, na maneno yao ni mengi katika hilo. Nitanukuu maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake I'lam al-Muwaqqi'in. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha maneno ya al-Hanafiyya, akasema wa ma'ana dhalika anna al-istishaba yasluhu li an yudfa'a bihi man idda'a taghyir al-hal. Wa maana dhalika, na maana yake, anna al-istishab, kwamba kushikamana na asili kama hawa walivyoshikamana na al-aslu fi al-ashya al-hil wal-ibaha, wakasema hivi vinabakia katika uhalali, kwa sababu ile dalili ya tahrim haijavitoa kwenye uhalali wake, kwa sababu hakuna ndani yake maana na ile illa ya nahi, ile illa ya katazo, kwamba hii istishab yasluhu, inafaa, inasilihi kushikamana na asili kama hivi, inafaa na inasilihi li an yudfa bihi, kukataliwa man iddaa, yule ambaye amedai taghyir alhali, kubadilika kwa hali, yule ambaye atadai kwamba vitu hivi na hii taswir fotografi ni haramu, inafaa kwa kutumia al-istishabu kumkatalia. Hapana, hii taswir fotografi bado imebakia katika uhalali wake, kwa sababu tahrim, dalili ya tahrimu taswir haingii hapa, haingii kwenye at-taswir fotografi, kwa sababu illa yake na maana yake lile katazo ni mudahatu khalqillah, na katika vitu hivi, picha hizi za fotografi, hakuna ndani yake mudahatu khalqillah, kama walivyoeleza maulama. Wanachuoni wameeleza maneno mengi kuhusu masala ya at-taswir fotografi, na hii si makamu yake. Ikiwa itahitajika tutafanya hivyo, watu waelezwe vizuri, wabainishiwe, ili watu wafahamu kuwa masaili haya ni masail ijtihadiyya, na wanachuoni wameeleza, kila mmoja kafahamu kwa namna yake na jitihada yake. Lakini hapa kuna jambo nilizindue. Tuliposema al-istishab ni dalili ambayo ni ya hawa maulama ambao mawqifi yao ni uhalali wa at-taswir al-fotografi, anaweza akaja kusema ndugu yetu au mwingine kwamba nyinyi mna istishab, dalili yenu nyinyi ni istishab, sisi dalili yetu ni sunna.
Dalili yenu istishab kwamba al-aslu fil ashya al-hil wal-ibah, kwamba taswir fotografi ni katika al-aslu fil ashya al-hil wal-ibah, katika vitu ambavyo ni halali. Lakini hapa imekuja sunna, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inaharamisha at-taswir. Kwa hiyo dalili ipi hapa inatangulizwa, sunna au al-istishab? La shaka, hakuna shaka kwamba maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna inatangulizwa juu ya istishab, kwa sababu sunna ni katika adilla almuttafaqu alayha, katika dalili ambazo wanachuoni wamekubaliana, alquran, as-sunna, al-ijma', al-qiyas. Na istishab ni katika dalili ambazo almukhtalafu fiha, wanachuoni wametofautiana. Kwa hiyo dalili hii ya sunna inatangulizwa juu ya istishab, lakini hapa si mahala pake ukasema kwamba hapa tunatanguliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya istishab. Kwa nini? Kwa sababu at-tarjihu baina al-adilla, unajihisha baina ya dalili. Kama hapa tukasema dalili hii mujma'un alayha inatangulizwa juu ya mukhtalafu fiha, tarjih baina ya dalili yakunu inda at-ta'arud baina ad-dalilayn. At-tarjih baina al-adilla yakunu inda at-ta'arud baina ad-dalilayn, kurajihisha baina ya dalili, hili linakuwa wakati wa kutokea mgongano na ukinzano baina ya dalili mbili, na hapa hakuna taarud. Ikiwa kuna taarud, dalili moja inathibitisha, dalili nyingine inakanusha jambo hilo hilo moja, hii inahalalisha, hii inaharamisha, hapa tunafanya tarjih baina al-adilla. Lakini hapa hakuna taarud baina hadhaini ad-dalilain, baina dalili hizi mbili. Kwa nini? Kwa sababu at-taswir al-fotografi, taswir fotografi ni halali kwa sababu haijaingia kwenye illatun nahi, kwenye ile illa na maana ya katazo iliyokuja kwenye taswir iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo dalili imekuja kuharamisha taswir ambazo ndani yake kuna kuunda, kuna kutengeneza, kuna khalq, kuna amal ambayo anaifanya yule musawwir, kuna amal anaifanya yule musawwir. Amali hiyo na kitu chake hicho alichokiunda na kukitengeneza na kukipatisha, ndani yake kuna kufanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dalili imekuja kuharamisha taswiri ya aina hiyo na aina zote za taswiri. Kwa itaingia taswiri ya naht kwa ittifaqi ya wanawachuoni, itaingia taswiri ya rasm kwa wanawachuoni, kwa sababu ndani yake kuna ijad, wote wanatengeneza na kuunda kitu. Lakini taswiri fotografi, maulama wakasema wenye mawqif ya kuhalalisha kwamba hii haingii katika tahrib. Kwa nini? Kwa sababu hakuna ndani yake ile illa ya kuunda na kutengeneza kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna taarud baina hadhaini dalilain. Kwa nini? Kwa sababu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yamekuja kuharamisha taswir yenye mudahatu khalqillah, na taswir fotografi hakuna ndani yake mudahatu khalqillah. Lau kama ingekuwa kwenye taswir fotografi kuna mudahatu khalqillah, kuna kufanana, kuna kuumba na kutengeneza na kuunda kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, tungesema kwamba hii taswir fotografi inaingia katika taswiri muharram, inaingia kwenye maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kwa kuwa maneno ya Mtume yanakusanya na kuenea taswiri zote ambazo ndani yake kuna illa hiyo mudahatu khalqillah, ama taswiri fotografi hakuna ndani yake mudahatu khalqillah, kwa hiyo hii haijaingia kwenye taswiri muharram. Kwa hiyo hakuna taarud baina hadhaini ad-dalilain, kwa sababu hii inaharamisha taswir ambayo kuna mudahatu khalqillah, na taswiri fotografi hakuna mudahatu khalqillah. Hii ndio mawqif ya maulama ambao wao wanathibitisha kuwa at-taswir fotografi ni jambo mubah, ni jambo la halali. Ikiwa imethibitika kuwa masala hii ni mas'alatun ijtihadiyya, kwa majawabu haya, jawabu la kwanza maneno ya Ibn Uthaymeen amesema mas'alatu suwari mas'alatun ijtihadiyya, mas'ala hii ya sura al-fotografi ni mas'ala ijtihadiyya. Kama wako katika maulama waliosema kwa masala hii sio ijtihadiyya, basi tunasema qawlu ba'd al-ulama laysa hujjatan ala ba'd, kauli ya baadhi ya maulama sio hujja juu ya baadhi. Kwa nini ulazimishe
watu wote wachukue kauli za maulama hao wanaosema kwamba masala hii sio ijtihadi, na tuache kauli ya Ibn Uthaymeen ambayo yeye kasema kathibitisha kwa ni masala ijtihadi, na wote daraja yao ni moja, wote wamefika daraja ijtihadi. Kwa hiyo tunasema masala hii ni masala ijtihadia kwa kauli ya Ibn Uthaymeen, masala suwari masala ijtihadia. Jawabu la pili kwamba hii ni masala ijtihadia na khilafu yake ni khilafun qawiyyun mu'tabar, kwa sababu hawaombi dalili. Usije ukasema kwamba nyinyi hamna dalili, hamko nazo dalili, ukang'ang'ania hapa. Hayo ni maneno ya kielimu na si maneno ya kisomi, kwa sababu hawaombi dalili, wameshikamana na asili au kukaribishia wewe ufahamu. Tunasema uking'ang'ania dalili yao ni al-istishab, na istishab ni dalili, ni hujja inda jumhur al-usuliyin, na wala hakuna taarud baina ad-dalilain. Tukawa sasa kuna haja ya kutanguliza na kurahisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya istishab. Hakuna, kwa sababu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja kuharamisha taswir zote ambazo ndani yake kuna mudahatu khalqillah, na taswir fotografi hakuna ndani yake mudahatu khalqillah. Kwa ikiwa imethibitika kuwa masala hii ni mas'alatun ijtihadiyya, khilafu yake ni qawi, khilafu yake ni mu'tabar, khilafu yake lahu hadhun min an-nadar, na sio kama anavyodai yeye. Maana yake sasa haitofaa kuwakemea wale ambao wanaona maukifu yao kuwa ni halali at-taswir fotografi, hasa kama ikiwa kuna haja na maslahi na manufaa ya kufanya hivyo, kama vile kueneza dini, sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kueneza ad-da'wa as-salafiyya. Sio sawa kuwakemea na sio sawa kuona kwamba kitendo chao hicho ni maslakun batil, ni maslaki ya batili. Hapana, kwa sababu umeshikamana na kauli za maulama, tena kauli ambazo zina nguvu, wao wakaona kuna zina nguvu na ziko katika hali ya usawa kwa ufahamu hao maulama na jitihada yao, kama vile ambavyo wewe maukifu yako unaona ni nyingine. Kwa hiyo ikithibitika hivyo kwamba masala hii ni masala ijtihadia, khilafu yake qawi, khilafu yake mu'tabar, haifai ndani yake kufanya inkar kama alivyofanya yeye na kuitakidi yeye uwajibu wa kufanya hivyo na kuwaona wenzake kuwa wameingia katika masala ya batil, si sawa. Na hapa tusikize baadhi ya maneno ya maulama. Anasema Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharh ya Muslim, laysa lilmufti wala lilqadi an ya'tarida ala man khalafahu idha lam yukhalif nassan au ijma'an au qiyasan jaliya. Haifai kwa mufti wala qadi an ya'tarif, kumfanyia i'tirad, kumkosoa yule aliyemkhalifu, idha lam yukhalif nassan, muda kuwa haja khalif dalili wala ijma' wala qiyas iliyokuwa wazi. Na anasema Imam Az-Zarkashi, lam yazalil khilafu baina as-salafi fil furu' wala yunkiru ahadun ala ghayrihi mujtahidan fihi wa innama yunkiruna ma khalafa nassan au ijma'an qat'iyyan au qiyasan jaliya. Anasema Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala, hawakuacha kuendelea as-salaf kutofautiana katika furu' na wala hampingi yoyote miongoni mwao kumpinga mwingine akiwa ni mwenye kujitahidi ndani yake. Wa innama yunkiruna ma khalafa nas, wao wanapinga kile ambacho kimekhalif dalili au ijma'an qat'iyyan, au ijma' ya moja kwa moja ya kukata, au qiyasan jali, au qiyasi iliyokuwa wazi. Waqala Ibn Taymiyyah rahimahullah, maneno hayo Az-Zarkashi ameyasema katika kitabu chake Al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyya, na amesema Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Majmu' al-Fatawa, masailul ijtihadi, masail ya jitihada, mfano masala hii at-taswir al-fotografi, masailul ijtihad, sababu tumethibitisha kuwa ni mas'alatun ijtihadiyya. Masailul ijtihadi, man amila fiha, atakayefanyia kazi ndani yake, biqauli ba'd al-ulama, atakayefanyia kazi ndani yake kauli ya baadhi ya maulama, kama hawa wanaohalalisha at-taswir al-fotografi au wanaohalalisha kwa haja na maslahi, wameifanyia kazi kauli za baadhi za maulama kama hawa. Anasema Ibn Taymiyyah, masailul ijtihad, man amila fiha, atakayefanyia kazi ndani yake, biqauli ba'd al-ulama,
maneno ya baadhi ya wanawachuoni kama hawa walifanyia kazi baadhi ya maulama waliohalalisha, lam yunkar alayhi, mtu huyu hakemewi. Yule ambaye amefanyia kazi kauli ya baadhi ya wanawachuoni, watu kawa wanachukua taswiri kama vile ambavyo mimi nachukua taswiri hapa, taswiri video au ma yusamma bitaswir almutaharrik, kwa kufanyia kazi kauli ya baadhi ya maulama. Kauli ya Ibn Baz rahimahullah ta'ala inafaa kwa maslahi na manufaa ya kidawa kama vile kueneza dini na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Atakaifanyia kazi kauli ya baadhi ya wanawachuoni, hawa wamefanyia kazi baadhi ya wanawachuoni, hawajajiamulia kwamba hili jambo wamelifanya halikuzungumzwa na wanawachuoni, ni jambo ambalo limezungumzwa na wanawachuoni. Maneno ya wanawachuoni yana nguvu, wanawachuoni wameeleza, wamebainisha, wakafanyia kazi kauli ya baadhi ya ulama, wakaona kwamba huu ndio usawa, wakafahamu hivyo kwamba kulingana na maslahi na haja itafaa, au wengine wakaona inafaa mutlaka kwa kufuata kauli ya Ibn Uthaymeen, wakaelewa maelezo yake vile alivyoeleza inafaa ndani yake, hata kama ikiwa itaallaq na mambo ya kidawa. Masailul ijtihadi man amila fiha, atakaifanyia kazi ndani yake biqauli baadhi ya ulama, kauli ya baadhi ya maulama, lam yunkar alayhi, hatokemewa. Akemewe huyu, wewe umetoa wapi hiyo manhaji ya kuwakemea watu kwenye masail ijtihad? Umetoa wapi ufahamu huo? Umetoa wapi msimamo huo? Je, hiyo ndo haki na hiyo ndo taamul ya maulama maa almasail alkhilafiyya alijtihadiyya? Unapeleka wapi watu? Kwa hiyo si sawa. Haya ndo maneno ya wakubwa wetu maulama. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema masailul ijtihadi man amila fiha, atakaifanyia kazi ndani yake biqauli baadhi ya ulama, lam yunkar alayhi, hakemewi, walam yumjar, wala huyu hatengwi. Hatengwi mtu huyu kwa sababu ni masail ambayo ndani yake khilafun fiha sa'igh, khilafu ndani yake ni sa'igh mu'tabar qawiy. Kila mtu ana haki ya kufata kile ambacho anachokiona kuwa ni haki na sawab. Hujja inayofuatia na point inayofuatia ni yeye kudai kwamba hawa wanaohalalisha, na ajue kwamba anaposema wanaohalalisha moja kwa moja anagusia maulama wanaohalalisha kama vile Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na Sheikh Saleh Al-Luhaydan rahimahullah ta'ala. Hawa wanaohalalisha at-taswir al-fotografi khalafu nassan sarihan, anadai hivyo kwamba wamekhalifu dalili ya wazi na adillatan wadhiha, na dalili za wazi, la ghubara fiha, hakuna vumbi ndani yake. Ndio maana yeye anaona ni wajibu kuwakemea, na wale wenye kufanya kitendo hicho maslaki yao ni maslaki batil. Akafahamu hivyo kwa ufahamu huo mbovu na msimamo huo ambao sio msimamo wa kielimu na wala sio msimamo wa kisomi. Hujja hii tutakuja kuijibu katika kikao kinachofuata, kikao cha pili, kwamba je, hawa ambao wanaohalalisha at-taswir al-fotografi ni kweli wamekhalif nassan sarihan, ni kweli wamekhalif adillatan wadhiha la ghubara fiha, na ni ipi hatari ya kusema kwamba hawa wamekhalif nassan sarih na waifanya musadama, wamekinzana na nassun sarih? Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki na tuongoze katika haki, na tuonyeshe haki tuweze kuifuata, na tuonyeshe batil tuweze kuiepuka. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.